Kwa baraka ambazo Abrahamu alikuwa nazo, Isaka asingekuwa ni mtu wa kupambana sana. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa amebarikiwa sana, na ndio maana tunaona hata kati anamwambia Mungu, umenipa kila kitu lakini sina mtoto. Sina mtoto wa kurithi hivi vitu. Sina mtoto wa kurithi vitu, kwa sababu Ibrahimu alikuwa anaamini kwamba mtoto wake anatakiwa kurithi nini? Kurithi vitu vinavyoonekana. Lakini kumbe Mungu alikuwa hataki mtoto arithi vitu vinavyoonekana. Anataka apokee baraka za rohoni. Kumbe kuna baraka za rohoni ambazo ni bora zaidi ya baraka za mwilini. Na ndio maana tunaona kwamba Abraham hakumpa kila kitu, yani kwamba Isaka nini mavitu ya thamani kwa sababu ndio mtoto wake pekee. Hakumpa mavitu mengi. Mavitu mengi aliwapa hao watoto wa mahawala na watu wengine aliwapa hao, lakini kitu ambacho alimpa Isaka ni kumwekea mkono na kumwombea. Kumbe kuombewa kutamkiwa baraka. Hayo maneno ni bora zaidi ya hivyo vitu. Tunaona sasa kwamba Isaka baada ya kuombewa, tunaona ndio kitu ambacho pia Isaka alikifanya hata kwa mtoto wake pia ambaye ni Yakobo. Alimwombea Yakobo, akamtamkia baraka kwa sababu alikuwa anajua siri. Alijua siri iliyomfanya yeye akafanikiwa sana mpaka kwenye nchi ya ugeni. Yani wewe umeenda kwenye nchi ya ugeni, umefanikiwa kiasi kwamba mpaka wenyeji kwenye hiyo nchi wanakushtaki kwa mfalme wa hiyo nchi kwamba huyu mtu amefanikiwa kuliko sisi, ana nguvu kuliko sisi, anaweza akakupindua mfalme, anaweza akapindua nchi yetu, akatutawala sisi. Kwa hiyo ni bora tumuondoe. Hebu jaribu kufikiria namna ambavyo amebarikiwa. Hakupewa mavitu mengi, alipewa maombi, alipewa wosia, alipewa maneno ya baraka kutoka kwa baba yake. Maana yake kitu ambacho alipokea Isaka zilikuwa ni baraka za rohoni. Kumbe baraka za rohoni, ukiwa mtu ambao umebarikiwa baraka za rohoni, hata kama leo hii hauna kitu chochote kile, hata kama leo hauna majumba, hauna magari, hauna fedha, hauna utajiri, as long as umebarikiwa tu rohoni, tambua kwamba wewe ni baraka. Wakati wote ule utakapoanza kitu chochote ambacho utaanza, Mungu atakufanikisha tu. Na ndio maana hata katika nyakati za ukame, kwa sababu Isaka amebarikiwa, tunaona kwamba aliweza kuvuna sana, aliweza kupata sana, tofauti na watu wengine. Wakati watu wengine wanaona ukame, wanaona njaa, wanaona shida, yeye aliweza kuvuna sana. Unaweza kuona kitu ambacho kilikuwa kinamtofautisha na wengine ni kwa sababu yeye amebarikiwa. Kitu ambacho kinatenda kazi juu yake ni ile baraka, sio vitu. Kwa hiyo kumbe ukipewa vitu vinaweza vikapotea, vinaweza vikaharibika, vinaweza vikaibiwa, unaweza ukadhulumiwa. Lakini ukipewa baraka zinakuwa zinaishi milele. Hata vitu vikipotea vitakuja vingine bora zaidi. Hata mambo yakiharibika yatakuja kuwa bora zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni baraka. Kwa hiyo tunaona hata Yakobo, kwa sababu alibarikiwa kule ambako alienda akiwa hana kitu chochote kile, hana hata uwezo wa kujilisha wala kulala, tunaona kwamba alirudi kutoka kule akiwa na mali nyingi, akiwa na watumwa, akiwa na mke wake pamoja na watoto. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mtu akibarikiwa hata kama hana kitu chochote kinachoonekana, huyo mtu ni baraka, huyo mtu amefanikiwa. Ni swala la muda tu, hizo baraka zitadhihirika. Hata kama akipingwa, hata kama akisuiliwa, atafanikiwa tu. Tunaona Isaka walikuja kumdhulumu visima, akawaachia, akaenda kuchimba vingine. Tunaona visima ambavyo aliwaachia vilikauka, lakini kisima ambacho yeye alichimba kikaendelea kutoa maji. Kumbe baraka haikuwa kwenye vile visima. Baraka ilikuwa ni kwa mtu anayechimba hicho kisima. Kwa hiyo ukishakuwa ni baraka, hata kama ukinyang'anywa vitu, ukaporwa, kudhulumiwa, as long as wewe ni baraka, hivyo vitu vitakuja vingine ambavyo ni bora zaidi. Ni kama Ayubu alikuwa amebarikiwa. Hata shetani alivyoharibu kila kitu cha Ayubu, tunaona kwamba kwa sababu Ayubu amebarikiwa, hivyo vitu vilikuja tena mara mbili yake zaidi. Kwa kama Mungu amekubariki, unaweza kuona hapo tofauti kati ya kupokea baraka na kupokea vitu. Kumbe ni bora kupokea baraka kutoka kwa wazazi wetu kuliko kupokea vitu. Vitu sio kitu kibaya, sio kitu ambacho hakifai, ni kitu kizuri. Ukipewa shukuru Mungu, lakini wewe ambao hujapokea, utambue kwamba kama umepewa maneno ya baraka kutoka kwa wazazi wako, ujue umepokea kitu bora zaidi ya hao waliopewa vitu tu. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.